Messi au Ronaldo? Kwa maana ya talent ya kucheza mpira tutamwachia Ronaldo. Au na genius tofauti. Na pia tofauti. Simtaje Messi. Tulia. My God, sinisemeje lakini yeye. Messi akiwa kwenye team, you feel safe. He always gives you that ana magoli. Free kick ndio usiseme. Welcome to the Generation Yas. Hii ni football edition rasmi kabisa. Unajua tupo katika kipindi gani, na hapa nipo na wataalam kabisa kutoka Yas, watu wenye experience kubwa ya football. Leo tunaweza tukawatambulisha kama wachambuzi kutoka Yas. Nafikiri wenyewe unaweza mkajitambulisha na title zenu. Tukianzia haya. Mimi naitwa Amar Kesi. Nafanya kazi kama Yas Business Technical Guy, ambaye pia peso pia nzuri sana, na nipo kwenye timu ya Yas, kwenye football team ya Yas. Ni naweza kusema one of the kinaras wa timu ya Yas. Napenda mpira sana. Nadhani nisingesoma sana ningekuwa mpira. Unajiona ungekuwa mchezaji, labda ungekuwa mchezaji gani ukijifanisha na mchezaji yoyote? Mimi nampenda Messi, lakini mtani kwetu wananiboa kwa Ronaldo Oscar. Lakini pia namkubali sana Neymar. Sawa. Brother, mimi naitwa Norman Kiondo. Ndio, na ile Chief Business Officer wa Yas. Mpira ni part kubwa sana ya maisha yangu. Mrefu support United na support England. Ungekuwa footballer, unajiona ungekuwa labda mchezaji gani? No doubt, Wembley. The most complete footballer amewahi kutokea duniani. Mapema kabisa naona mimi nawe tushaanza kuwa sambamba ta. Dadangu wako. Mimi naitwa Helen. Ndio. Niko team research. Napenda football kwa pole sana, ni team Arsenal FNC. Na amejezi la koti Arsenal forever. Na timu ya taifa ni timu yangu Spain. Though napenda pia Argentina because of Messi. Hapo hiyo mchezaji hapa anakuvutia zaidi ni Lionel Messi. Messi the best player. Mchezaji wangu favorite ni Fabregas. Sawa, nafikiri kuna darasa kwenye ulichokiongea. Nikipata muda baadaye tunaweza tukachop in kidogo. Brother, mimi naitwa Ruben. Ndio. Ni media manager. Pure vibes, you know. So everything you see in media, radio, TV, billboards, newspapers, that's what I do. Apart from that, I religiously watch football a lot. I am a big Arsenal fan from the Imam representing. But teams za taifa, because I am a big Messi fanboy, so obviously Argentina. Safi. Kiongozi? Mimi naitwa Fidelis Mamiresa, ni digital content specialist like ARB Yas. Ni football mimi. Ni shows na darasa. Yeah. Yani napenda mpira nje, ndani, kuangalia, kucheza, kuchambua, kila kitu. Timu ile swali la ningekuwa mchezaji ningekuwa nani? Mimi najiona kabisa ndio Water Nichols. Yaani nikicheza wanaambia pasi zangu ni ufunguo. Yaani kwa bila shaka timu yako unaipendelea Real Madrid. Timu ya taifa Portugal. Sio Ujerumani kwa mwana wa Toni Kroos. Atuhoga. Sasa Asante, nafikiri wote tushajuana vizuri. Karibuni sana. Nafikiri tunaanzia hapa, sio? Sawa. Na nipenda tuanzie kwako hapa. Unaweza ukachagua, ukatuambia karata uloipata na opinion yako juu ya ulichokiipata nini? Okay. Which Olympic sport is the hardest to master? Which Olympic sports is the hardest to master? Tuendelee. Kwenye Olympic michezo ni mingi. Ila nadhani mchezo mgumu kwenye Olympics ni nadhani ya kurusha mikuu kile. Na sijui maki unarusha, usiweza kurushia hata watu. Unacheza na uhai wa mtu. I say mita siri wake. Mtu anaweza ghafla kaa chizi pale akamtuma hata lakini watu wa kujihamlia mambo. Maana
Kwa hiyo pia sinko nini wa Masai muda nafikiri wangetuwakilisha vyema. abia kabisa. Ndani midfield lakini naona ni ngumu sana kwangu mimi. Na uzuri michezo kama ile haihitaji kuwa na timu ya pamoja, ni mtu mmoja mmoja. Kwa kama ni mtu mmoja mwenyewe unajifua vizuri, unaweza ukashiriki vizuri na ukawakilisha taifa vizuri. Kwa ndugu zetu kweli wa Masai tungewaikia nguvu, inawezekana wangetuwakilisha vizuri kwenye Olympic Games. Shida mchezo mtu mmoja mmoja ukiamka vibaya umeangusha nchi kama au timu yako nje. Nafikiri tumeanza vizuri, wote tumekubaliana naye. Au na tofauti na pia tofauti. Sijui mchezo unaitwaje. Sijui mchezo unaitwaje, lakini ile mtu anakimbia then anakuwa anaruka on his back and kwenye ugongo unaitwaje? I find that very hard. Sijui unaitwaje, lakini naona kama ni very difficult. Yaani ile kuenda iko sijui inchi ngapi then anaanza to fly over kama mti flari hivi mrefu, sio? Unaweka nini piti pembeni then kunakuwa na yes anaruka na ile poo yake anarudia kwa mgongo. Si unaitwaje? Mchezo mgumu. That's the hardest mnapoona yes Olympic. Yeah. Na mwingine ambaye mwenye opinion tofauti, mimi naona bwana twende mbele turudi marathon ni ngumu. Marathon napenda kucheza mpira, napenda kukimbiza mpira nikiwa nauona. Ila nikimbiza kitu ambacho sikioni. Sio kazi nyepesi. Unakimbiza upepo, unakimbiza upepo. Namna kitu kinakufukuza, wewe mwenyewe tuna akili yako. Mchezo mgumu. Unaona marathon ipi ni ngumu, ile full marathon kilomita 42 ama zile hiyo za masafa mafupi short sprint zile mita 100? Ile full marathon yenyewe. 42 mimi makibiraya ni. And so mchezo. Mimi nadhani in my opinion nipo na feed on one side, lakini nadhani short sprint ni ngumu zaidi kwa ndefu. I feel like ukikimbia kilomita 42 you get more time to reframe your headspace. Nikiwa naanza in the first kilometer naweza nikaitumia ku project nitakimbiaje, naendaje, how should I monitor my pace and what not. Lakini nadhani ile short sprint, that is the hardest thing to do kwa sababu intensity nayo italika, kwa sababu from the get go you only have 100 meters za kujitetea. Basically ukikosea the first 2 steps it's a wrap for you. So hauna muda wa ku second guess things, hauna muda wa ku process unachokifanya. Yani ni kwamba in one go you are off. In short sprints mtu anakimbia, the world record is 9 seconds. So like you can literally count 1 2 3 9, it's a wrap. So yani I feel like that is one of the hardest sports to actually master, kwa sababu unaweza ukakimbia sana, unaweza, lakini on the day anything can go wrong and you only have a split second to rectify it. Na sio sekunde 9 ni mita 100. Mita 100 ndio urefu wa uwanja. Ni moja mpaka 9 umemaliza uwanja. Wasanii mpira tunapewa na wewe. Nadhani lakini hii michezo yote ambayo mmesema ni michezo ambayo ukikosea unashindwa mchezo. Wewe utatoka alive. I have the biggest fear na kuogelea. Ni mchezo ambao ukikosea ni unabebwa, yani hivi wamo katikati ya wewe na uzima wako. Sawa, so nitacheck card nyingine. Nafikiri hapo tuko sawa, ndo endelea. Sawa, so you're building a dream team. You should find yes. Hii kweli ujiangalia alafu ukajichagulia. Sawa, ni pala chanda vizuri. So muda mrefu. Hamna shida. Basi kwa pale. Ningependa wewe hili swali. Lakini hamna shida nyingine. Wewe tuchagulia. Ngoja tuchukue lingine. Bila kabisa, si ndio VAR imecheck? Tuko sawa. Basi tuko vizuri. Maana ile. Bebe rudi pale. Hapana, nimefuata ile beta. Messi au Ronaldo? Defend your choice. Ronaldo. Mimi nakushukuru sana. Pia sipo ya conversation. Mapema kabisa. Kabisa, kwa sababu nafikiri kwa maana ya talent ya kucheza mpira. Nafikiri yeye ni mtu ambaye hajabarikiwa sana talent, lakini ana efforts nyingi sana kuwa pale hadi. Na nafikiri ni mfano kwa kila mtu. Sahihi. Pia watu wengine wote wanacheza mpira kama kitu kirahisi sana. I think Ronaldo ni mfano mzuri sana wa kuwa popote kwenye mazingira yoyote magumu
na taputoa. Kama saizi hapa wamependa tu as a free kick, we have to score a goal, na inabidi ni bet maisha yangu, nitamwachia Ronaldo. Na ameprove hivyo kila sehemu alikoenda. Anatoka Sporting kufanya maajabu, kaja United kaua na kuua, kaenda Madrid. Leo ni historia alichofanya. Juventus kambi United tena, timu ilikuwa inafeli lakini yeye proper. Saudia saizi wanamuelewa pia. Kwa hiyo Ronaldo kila siku nyingine. I'm happy kuanzia hapa. Alafu nisikilize wakorofi wengine. Kwenye panel hapa tuna fan yoyote wa Lionel Messi? Absolutely. Tunaweza kuleta utetezi wake wote juu ya Messi. Tuongeleo. Naomba nisimwongelee Ronaldo hata kidogo. Ndio. Naomba nimwongelee Lionel Messi. Siwezi hata kumdescribe. Yaani unajua nikimfikiria Messi, my God, sinisemeje akili yeye. Messi ni mchezaji ambaye best player ever kutokea katika dunia hii. Kana unataka kupaa. Best ever player. Kwa nini? Messi gives you vitu ambavyo yani unahisi ni impossible kutokea. Yani unahisi kwamba mpira wake anavyocheza mpira unahisi is easy the way anavyo play, lakini mtu mwingine akifanya vile hawezi kufanya kama Messi. Messi is exception. Messi is a selfless player, yani hana selfishness. Messi ana assist nyingi sana. Messi ana goals nyingi sana. Though ana mechi chache compared to wachezaji wa wenzangu hapa. Ana mechi chache kidogo, lakini kwenye kufunga magoli japokuwa anacheza striker, Messi ameanza kucheza akiwa anacheza midfielder namba 10 na mara nyingi anacheza au sometimes kwa anacheza false 9. Kwa hiyo anakupa magoli sehemu ambazo yeye he doesn't have to, lakini he always gives you that. Ana magoli. Free kick ndio usiseme. Yaani anafanya free kicks ambazo yes, ukiokoa ile free kick, yaani wewe kipa ni bala. Kwa hiyo tunashindwa kumdescribe kwa kweli. Anaibeba timu yake. Anabeba timu yake. Messi akiwa kwenye team, you feel safe. Mna feel secure kwamba Messi atafanya kitu, Messi atafanya jambo. Tunamwachia Messi anamaliza. Tukiongea kuhusu timu aliyocheza, Barcelona ni timu ambayo ndo kama Messi imemkuza, and he was and is loyal to Barcelona. Anaipenda sana ile team kabisa, na ameshawahi kusema hivyo siku zote. Kwa hiyo kutoka pale kwenda timu nyingine, it wasn't his decision. Na sababu tu ya Barcelona alivyokuwa na hekaheka za walikuwa na hekaheka za pesa, wana financial situation hizo, ikabidi aende PSG, lakini kabisa alienda kule unwillingly kabisa. Alikuwa anataka acheze Barcelona, astafie Barcelona kwa sababu Barcelona imemtoa mbali tangu alikuwa mdogo mpaka alipofikia hapa. Messi ana records nyingi sana. 8 Ballon d'Ors, ana Champions League itakuwa ziwe 4 kama wanasema 3, just because the first one alicheza tu kwenye mechi za makundi, alafu akaumia kwenye mechi za mtoano. Alicheza 6 matches nadhani kwenye mechi ile, kwenye ile 2000 ndio Champions League usimtaje Messi. Kwa maana hii sasa ni ndio bogir. Tayari ndio kwenye mashindano kwenye ngine. Tulia. Anazo kama ndio lazima wamchukie Messi kwa. Kawatoa Champions League 2 kawafunga Manchester 2011 na ngapi na 11 na 2009. Miaka ndio kawatote Manchester na Ronaldo akiwa mechi ya kwanza. Alifungwa. Kwa hiyo we understand kwamba ona hate Messi, lakini Messi you can hate Messi actually. Yani basi kwa sababu unampenda mchezaji mwingine unajaribu kumchukia, lakini naamini kabisa ukiangalia football hivi once kama unajua football ukaangalia Messi anacheza mpira utapenda tu the way anavyocheza. Yani you will, kwa sababu yeye anasoma mchezo. Yani Messi anakaa uwanjani anaangalia, anajua kwa space ziko wapi. Unashangaa katokea wapi kafunga goli. Dhani hivyo. So Messi is the best player ever. Nimemsikiliza Evan, lakini waga nasema mashabiki wa Messi washukuru sana Mungu teknolojia hii. Washukuru sana Mungu. Kwa nini? Kulikuwa kuna wachezaji similar to Messi uchezaji wake zamani, ila tu watu wanajisaulisha kwamba alikuwa, lakini kwa upande wangu mimi ninavyoona mchezaji kama Ronaldo, hard working kama Ronaldo, numbers za Ronaldo hamna wala kutakaa kutokea kama naye. Kulikuwa kina Terence Seedorf, kulikuwa kina Ronaldinho. Wote hao playing style, smartness kama okay, I appreciate Messi. Sasa unachanganya madawa. Kuna dribbler na skiller.
Maradona wapo. Ronaldinho ki Messi, unajua na Messi tofauti. Big difference. Una video na familia. Neymar Ronaldinho, not Messi. Projen Yas hawajawaangalia sana kina Gaucho kotu mwake. Uzuri wa maintenance ni kwamba ni kweli kwa kuna wachezaji ambao walikuwa similar to Messi. Jamani hivyo. Na wataja wenyewe. Tumekwambia wako tofauti na Messi. Lakini kwa namba alifanya Ronaldo pisha. Kwa numbers, kwa kila kitu, say Ronaldo is an inspiration kwa our generation yote ambao wamefuatia players baada ya era ya Ronaldo na Messi. For that alone, hakuna mchezaji greatest kama Ronaldo kwa prepare. Twende kazi. Naunga hoja. Mimi naomba nianzie kwenye pointi yake ya mwisho kwamba Ronaldo ka inspire watu wengi kwa sababu he is the best player. The fact of the matter is Ronaldo haja inspire watu wengi kwa sababu he is the best player. Ronaldo ka inspire watu wengi kwa sababu kafanya watu wengi waamini if you work hard, hata kama you are not as talented, you can actually be the best thing. One thing I will give to Ronaldo is he has always put in work. Ni mtu ambaye kuanzia diet, mazoezi, everything, the way he manages his life is next to nothing. Everything is on point. However, Messi, watu wengi wanapomnyima credit, especially the Ronaldo fanboys, when you are so good at something, mara nyingi huwa watu wao wanafanya vitu wanavyofanya vionekane rahisi. Usain Bolt akikimbia anaonekana tu kakimbia kamaliza. Kina Mayweather wanaonekana hata akifikisha pambano raundi ya 12, wachambuzi tu watasema hakutaka tu kumaliza mapema, he was doing a showdown. It's always like that. When you are so talented, when you are so good at something, watu wanakiminimize kwa sababu unakifanya kionekane kiko rahisi. Argument kubwa ya Ronaldo fanboys huwa ni Ronaldo kacheza ligi tofauti, Ronaldo ana magoli mengi, numbers, everything. That is well and good. That argument only stands kwa sababu Ronaldo alivyotoka Porto hakwenda straight to the team ambayo anaishabikia the most, hakwenda straight to Madrid, alipita Manchester United. You get? The only thing that plays down for Messi kucheza kwenye clubs nyingi ni kwa sababu Messi grew up kwenye timu ambayo anaishabikia, so he never had a reason ya kuondoka. Ni sawa na argument ya Mbappe. Mbappe is an amazing player, lakini he was always a Real Madrid fan. So irrespective of nini alichokuwa anakifanya in Paris, hata mashabiki wa PSG kila siku walikuwa wanajua eventually he's gonna leave for Madrid. It has always been like that. So argument ya kwamba Ronaldo has done it in different leagues and what not, it's not an argument in itself by design. Ni kitu tu ambacho kilitokea kwa sababu he was not so lucky kuanza kuchezea Madrid from the get-go. You get? Lakini, even if you look at goals, kwenye goals, players mara nyingi huwa tunaangalia goals per game ratios, tunaangalia goals per minute ratios. So obviously Ronaldo ana goli nyingi kuliko Messi. More goals. Nyingi equally so. Ronaldo kacheza mechi nyingi zaidi. Ronaldo kacheza minutes nyingi zaidi. If you do goals per game ratio, if you do goals per minute ratio, Messi has better numbers than Ronaldo. So hivi vitu vyote we can go back and forth. Lakini eventually, to me, I would say, if you're looking football, a person ambaye sasa hivi tukimchukua mtu ambaye haangalii kabisa mpira, hafuatilii kabisa mpira, ukamweka aangalie mechi anayocheza Messi na mechi anayocheza Ronaldo, there will be more depending. Pia hivi vitu sometimes yategemeana na personality ya mtu. If my personality is a goal getter, I am most likely to be impressed na Ronaldo kwa sababu you will see how hard he works. Kama ni mtu ambaye naangalia mpira kwa eye test, I would be more impressed na Messi kwa sababu he makes everything tick. He makes everything look easy. Kwa mfano, goli aliyoifunga juzi kwenye World Cup,
he started the move, yeah? Yeah. And everybody akakimbilia kwenye box. He was literally walking. Ye katoa pasi mbele, the team is supposed to go and score. Ye kaanza kwa kutembea when everybody was sprinting. Lakini at that point he had already scanned kwamba kila mtu akikimbia mbele, hii pasi ikipigwa nyuma, it will be just me and the goal. And he scored. Those are the things only the smartest people on planet Earth would do. Thank you very much. Tukimalizia hii conversation, to unpack vitu vichache so kitu cha kwanza cha kuunpack ni kwamba ni sera nzima ya kwamba Ronaldo is selfish. If you are that good, you are actually allowed to be. Kwa sababu the fact that aim ni kushinda. If you are that good, kama nikipiga mashuti 10 nafunga 10, why should I pass on in Peter Vas? Last one. That's a team game. Like I score, the team wins, the team. Unafunga na timu haiwin. So You score na timu haiwin, sasa ndo nini? So myth ya pili ni ya kwamba he's arrogant. If you are that good, you should feel proud of yourself. That is very much Hapa na constitute yake go to do. subiri kwa kitu cha tatu ni swala la kwamba ambacho wote kila mtu anakiignore kwamba the moment that Messi had to leave Barcelona, Messi almost failed. And August he didn't. I know he failed. So the fact kwamba Messi amefanikiwa sana akiwa Barcelona and is that good ni kwa sababu pia Messi has always played with better players kuliko ambao amecheza nao Ronaldo. Yani that is simple and clear. Samana mbali kidogo hapo. Messi kidogo useme swali. Messi kucheza na better players kwanza unabidi ufikirie vitu mara mbili. Kwamba Messi ametoboa kwenye good players. Niulize mara mbili. What kind of player he is? Pia we are not act like Madrid hawajasaini the Galacticos for all the times Ronaldo has been in Real Madrid. Nafikiri huu mjadala hatuwezi kumaini. Kila mmoja pia yupo sahihi kwa namna ambavyo anaweza akatetea pointi yake, lakini mimi kwa kufunga huu mjadala, mwanzo nilisema, dadangu ulisema kwamba wewe ni fan wa Lionel Messi, lakini wa favorite player is Cesc Fabregas, sio? Nisema Messi the best player ever. Yeah, lakini na fan pia kwake, ila my favorite player ni Cesc Fabregas. Yeah, nikasema kuna somo tunaweza tukalitoa hapo. Mimi ni fan mkubwa wa Ronaldo, lakini nafikiri kinachotunyima raha mashabiki wengi wa Ronaldo ni kushindwa kukubali ukweli kwamba kuwa shabiki wa mchezaji fulani haikunyimi kuagree kwamba kuna mchezaji mwingine ambaye ni bora zaidi ya mchezaji ambaye wewe unampenda zaidi. Mimi ni fan wa Ronaldo, lakini nakubali kwamba Lionel Messi, unapozungumza mchezaji kiujumla, Lionel Messi ni mchezaji bora zaidi. Nafikiri Ronaldo Thank you very much. tunapokubaliana pia wote, Ronaldo ni mfungaji bora wa muda wote kwenye historia ya football. Hiyo tunakubaliana, lakini nani ni mchezaji bora zaidi wa mpira? Ni Lionel Messi. Ongeza magoli. Lakini tuendelee na bahati mbaya nimekuja Steve wangu. Nichange tena? Okay. Lakini nilikuwa nichagulia. No. Ni yale imekuona. Basi nifanye hivi. Chague hii. Who is your favorite sports YouTuber, podcast, TV show or journalist? Dada Deki. Dada Deki. Okay. My favorite sports YouTuber, actually me podcast at least. Podcast kuna nini? Kuna podcast moja ambayo napenda sana kuiangalia ambayo yuko Ian Wright, yupo Gary Neville, yupo na mchezo Manchester nani? Roy Keane and that Jill Scott and Jimmy Carragher. Kwa hiyo those wanawapenda kwa sababu wanafanya analysis nzuri. Hongera kwako. Yani sikudhani kama ungeenda Nista kiasi nchi hiyo tipo. We are needs to The overlap. Okay, the overlap. Actually nipenda kufanya interview na Arsenal walivyochukua ubingwa. TV show. Is football TV show? I don't know. TV show. In the podcast. And journalist here.
Okay, journalist mwandishi. I just like Kate Scott. I just like her. Kate Scott, yeah. Kate is amazing. Yeah, she is good. Ellen, Yeah. all knowledge. Mimi pia navutiwa na show ambayo umesema The Overall. Pale unapata experience ya moja kwa moja kwa watu ambao wameishi football na wameishi football kwenye ngazi ya juu, na uzuri sometimes wale wana experience ya muda mrefu, lakini wako wanapata time ya kualika pia wachezaji ambao bado wako active, kwa unapata pia experience kutoka kwa wachezaji mbalimbali wako active. Kwa the way unavyowasikiliza wale, unamfuatilia wale, wanakuathiri chani akili yako namna ambavyo unaweza ukatafsiri football. Kwa nafikiri hapo wote tupo sawa kwamba podcast, miongoni mwa podcast nzuri sana ni The Overlap. Unachagua tofauti? Yes, mimi nachagua. So, podcast ambayo mimi naona is the next one. Ni Rio Feni, Rio Presents. Rio Presents. Kwa hiyo tunaita Rio Meets. Rio Kiswahili. So, kwa nini ile ya Rio Ferdinand? Ni Rio Ferdinand anakutana na watu like anawahoji moja kwa moja wachezaji wa zamani. Yo, The Overlap sometimes wana discuss wenyewe. Lakini Rio Ferdinand yeye anawahoji waliocheza tofauti zetu, kwa unapata engo tofauti, unapata historia tofauti. Lakini kwa mwandishi hapa sasa mtanisema. Mwandishi wangu bora wa football ni Piers Morgan. Namshauri afanye. We know. Piers Morgan. Tukungulia ukweli wote. Ukweli gani Piers Morgan? Ronaldo jana ndio takesha hapa. Anafikiri kwa walichokizungumza kipindi kile kilikuwa ni sahihi na tuliona kwenye Manchester. Yoyote sikubali alafu kile ambao mwingine amesema, lakini nafikiri kwa sababu mpira supposed to be fun as well. The rest is football is I think is a good one. So you go with the Richards, Gary Lineker and all this people. It's really good and like a lot more fun. Sema mimi pia na honorable mention. Kwa sababu hapa wote naona tumetaja podcasts ambazo zinafanywa na actual professionals. I follow a DR Sport channel on YouTube. So basically it's a network imetengenezwa na football fans. So huwa wanafanya different podcasts ambazo zinakuwa na different football fans. So kunakuwa na a Chelsea fan, a Man U, Arsenal fan and the rest. So ana two of the best podcasts for me and I will say why. So moja ni the weekend preview, nyingine ni the weekend roundup. So the reason I love that podcast is because kwa sababu wale ni mashabiki wanakupa the raw unfiltered feeling about their team's performance over the weekend. So wana address their point of view as fans. So mara nyingi kitu wanachokisema kina relate na kina resonate na nini mimi na feel. So usually hata nikiwa nyumbani watu wao wananishangaa, unamalizaje kuangalia mpira sasa hivi? You watch vlogs after, you watch a podcast tomorrow. But I like that kwa sababu ni kitu ambacho na relate. Mara nyingi professionals wana filter baadhi ya vitu ku manage relationships zao na clubs na marafiki zao and what not. But the weekend roundup and preview from DR Sport to me is it. Nafikiri tunaendelea. Ipo kwangu inabidi ni pass kwako. Unaweza ukaendelea tu. Tukubishie na wewe. Tukubishie. Sio mbaya. Which country will surprise everyone in 2026? Nafikiri hii ni kwenye World Cup. For me, I think Morocco. Naona jinsi ambavyo wameanza, tournament hizi kwenye group stage hawajapoteza mechi yoyote. Wamepata sare mechi ya kwanza dhidi ya taifa kubwa kama Brazil. Inaweza ikawa surprise, lakini inaweza isiwe surprise kwa jinsi ambavyo walishiriki tournament zilizopita. Ikumbuke wao walifika nusu finali. Na hapo katikati waliwatoa mataifa makubwa kama Portugal na Spain. Portugal alitolewa. Wanasema Portugal ametolewa alafu unaangalia huko. Naona this time around kwenye pala mbili bora wanakutana na Netherlands ambao pia wameanza vizuri sana. Naona jinsi ambavyo attacking zone yao inafanya kazi kubwa sana, lakini nafikiri wanaweza kukutana na changamoto nzuri dhidi ya Morocco. Kwa nafikiri Morocco natoka tu Africa, lakini the way ambavyo wanavyocheza nafikiri wanaweza wakawa surprise pia watu wengi. Naona unataka kusema haitakuwa surprise
Mimi okay, I'll go left kidogo. I don't think Morocco will be a surprise kwa sababu we knew what Morocco is all about. I think they can Mimi nasema na nitasema hivi kwa sababu I was lucky enough kuangalia live mechi ya Morocco na Ufaransa waliotolewa. I was in Qatar. Kwa uzuri kabisa. Morocco have the best team in Africa. The reason watu wanahisi itakuwa surprise ni kwa sababu Morocco ni timu ya Afrika. Lakini Morocco angepanda juu kidogo akawa pembeni ya Portugal pale, no one would have been surprised. Their performance pia going to the World Cup, wamefika finali ya AFCON. Their performance has been top notch. I think walikuwa hawaja lose any international game for like the 21 games walizocheza before mechi ya finali ya AFCON. So their record has been amazing. Be it wanacheza na mataifa ya Afrika au ya Ulaya, they have been amazing. I think from that end, timu ambao nadhani au taifa ambao nadhani leta surprise this time around is USA. For two major reasons. Number one, wakati tournament inaanza, no one expected USA kufanya chochote. Hakuna tournament ambayo USA kawahi kwenda na mtu yoyote aka expect anything from them. Lakini the second thing, walikuwa na matokeo mabaya sana building to the World Cup. Ilifika kipindi kuna watu walikuwa wanasema Pochettino angeweza akafukuzwa right before the World Cup. Matokeo yalikuwa mabaya sana. So the turnaround ambao wameifanya immediately, Balogun is firing the Arsenal boy again. They are doing really well. Na side ya draw waliopo ni side ambayo kama wakichanga karata zao vizuri wakawa focused, wanaweza wakafika paka semifinal, which is news kwa USA kufika. So I think that would be my take. Na opinion tofauti? Mimi na pingana kidogo na kwamba USA ata surprise World Cup hii. Kwa sababu naamini halikaa na teams zinazoeleweka mpaka sasa. Na draw ilivyokaa hatokutana nazo mapema mpaka semifinal. Kutana na Bosnia, sio? Yes, sasa hivi anacheza na Bosnia. Yes, akipita hapo nadhani anaweza akakutana na mshindi wa mechi ya Belgium na which USA akikaa vizuri anaweza akamtoa Belgium too. So that's semi-final already. So, mimi kwangu ambaye namuona Lakos kwenye World Cup ni Ecuador. Tunamwandamani sana lakini ukiangalia defensive yake kina Pacho haisee wale jamaa na hincap. Yani kuamulia jambo lao. Caicedo Chelsea. Navyoona kuna mkubwa mmoja ataumia kwa Ecuador. Kama juzi alivyopigwa na anaweza akachoka mbele lakini amtoka na vitu. Yani ogopa sana hizo timu. Yani kuna hatia sogea. Which tournament anthem is the greatest of all time? I think hili ni swali ambalo sidhani hata kama tunaweza tarudisha sana. Au mnataka tu niseme the Premier League ili mambo yawe mengi. But the Champions League, UEFA Champions League, I think that anthem I agree. Too iconic. Yani kuna muda timu yako inaweza ikawin a Premier League match ukatamani to play the Champions League anthem, you know. So I think it's very iconic, it's catchy, it's so different. It's so different na inakupa a celebration mood in a sense. Goosebumps. Inakupa kuna muda hapo ukisikiliza hata mabumba rola yani first. Unaona sasa vijana. Yes, lakini nadhani the UEFA Champions League is just too iconic. It's just you listen to it, you hear the first thing that comes to your mind is the Champions League nights. End of. Yes. Jumanne Jumatano, swala miss. Hiyo siku mpaka hiyo wote tumekubaliana. Hiyo bila maswali. Yes. Hopefully well. Who is the best African footballer playing today? As the best African footballer playing today. Atrasa hiyo ni kwa sababu Salah, Mane watu wanaelekea ukingoni. So they're playing today. It was the case that me my favorite is Sadio Mane. The leadership mentality. Your favorite or the best? The best is Sadio Mane. Kwa sababu ya mentality ya. Kwa sababu alivyoiongoza Senegal. Unajua
before yeye kucheza, correct me if I'm wrong, walikuwa na makundi mangapi hapo? Senegal Kwa mmoja, lakini tokea ameanza kucheza amefika finali 3 mpaka finali ambapo la pili ndo limekataliwa kwamba kila moja. Sisi tunajua mawili. Of course, tunajua mpira ulichezwa uwanjani kama hiyo shinda na mpira ukaisha. Tunakubaliana kwamba Senegal ni bingwa AFCON. Sisi hatuyajui. Kwa mujibu wa CAF. Kwa mujibu wa CAF. Mmoja ambao unaonyesha Morocco ndo mabingwa AFCON iliyopita. Mchezaji bora ni ile wali kwenye mechi ya Morocco finali. Ambavyo alikuwa kocha Pau aliwatoa ni yeye kama mchezaji kiongozi, hata mimi nilikuwa mchezaji kiongozi uwanjani kwa Nike by the way. Aliwarudisha uwanjani, isbite wao tukacheza na mambo yakawa mazuri. Wakashinda kulingana na sisi tunavyojua. Tulivyoona. Wanaopinga sasa. That's tough one. Mimi nadhani sio kupinga hiyo. I think just a different viewing opinion and you can view. Moyo unataka niseme Mabiao. But I think the West African player playing out, I think is Mo Salah. I think Mo Salah is really good. Yeah, I think the talent is there. Hardworking as well. Nasikiza story yake kwamba wakati yuko Fiorentina kuja Liverpool alikuwa na create chances nyingi sana, lakini alikuwa afungi. And alikuwa anapewa sana hiyo itoke personal to level ya kutengeneza prime pitch na goli nyumbani kwake. Akawa anafunga tu akirudi, and then we know everything that he created with Liverpool. As a United fan, it's very tough to say, but I think Mo Salah. Yeah. Tupe opinion tofauti. Mimi my mind was ilikuwa imebanwa hapo between Sadio Mane, but the other one, no, I would not go for Mo Salah. And I would not go for Mo Salah kwa sababu ya performance yake akiwa na Egypt. Specifically that huku kwingine he is a world beater. Lakini Egypt is where I am drawing the line. I think for me, nadhani yani kama ni 50-50 basi ni 49.5 kwa 50.5. Siasa. I would go for Hakimi. Yes. I would go for Hakimi for 2 reasons. Number 1, Fide kaongelea leadership. Hakimi has been leading Morocco since he was like 21. Achana na Sadio Mane aliyekuja kufanya hizi vitu na Senegal after having like 6 years experience and what not. Hakimi toka aanze has been leading the Morocco team, has been the man of the hour for Morocco. And mind you, huyu ni fullback. Mara nyingi we are quick to give props to attackers kwa sababu they claim all the glory wanafunga magoli and what not. But Hakimi japokuwa ni fullback pia he has anafunga magoli, anatoa assist, ana drive the team, ana govern everything that happens on the pitch, and he has done it from a very young age. Pia unajua Hakimi I'm not sure sasa hivi he must be like 26 maybe or something. Lakini tunasahau pia Hakimi tunamframe sana kwa alichokifanya PSG. We are forgetting kwamba Hakimi kacheza Inter Milan, Hakimi kacheza Borussia Dortmund, Madrid. Hakimi kacheza Madrid, Hakimi kacheza PSG, na kacheza na watu ambao ni top tier players. Tunaongelea mtu ambaye kwenye timu ya Inter Milan at the age of 19 ndo mtu ambaye alikuwa anamtoa Maicon kwenye timu. Kaenda Real Madrid, ile namba ni yeye na Carvajal. Kama Hakimi angekuwa Spain, Carvajal sasa hivi tungekuwa hatumjui. Borussia Dortmund alikuwa anacheza na kina Haaland, wamedrive ile team. I think yani tungekuwa Carvajal tungekuwa hatumjui kwa Mbappe. Hicho miima nafasi kubwa Madrid Hakimi ni kwa sababu sio Spain. Lakini sio uwezo wa Carvajal. Sio uwezo wa Carvajal. Kama Hakimi angekuwa ni Mspain, trust me, sasa hivi tungekuwa tunafanya a different conversation kabisa kwenye world football. So for you, Hakimi ni better player kushinda Carvajal? I would say that based on what he offers as a complete player uwanjani. Kwa sababu Hakimi hata sasa hivi tukiangalia PSG, ukiangalia their run ya Champions League last season, Hakimi kuna muda alikuwa anaona watu wanampotezea muda, he goes and scores himself. He does literally everything.
that is Hakimi for you. So huyu ni mtu ambaye nadhani sasa hivi tunamchukulia poa kwa sababu his standard has been so high for so long kiasi kwamba tunaiona ni kawaida. Kwa mtu ambaye kaanza career yake at 18 years old, especially from Africa, mara nyingi hizi nafasi wanapewa watu wa mataifa makubwa. Playing at Borussia, Inter Milan, Real Madrid, at PSG, na mpaka leo ana deliver to that level. I think I will slightly lean towards Hakimi than kidogo kujazia hapo kidogo. Mimi nafikiri kilicho mnyima nafasi Hakimi Madrid sio utaifa ama Carvajal kupendelewa zaidi ya Achraf Hakimi. Nafikiri Hakimi bado alikuwa hajawa matured, bado alikuwa hajaanza. Then Carvajal alikuwa kwenye peak yake. Na alafu kuna clubs zilikuwa zinaona potential ya Achraf Hakimi. Kwa hiyo hawakubali kijana kama yule kukaa bench. Kwa hiyo alipeleka offer Madrid na Madrid hawakuona haja ya kuendelea kumweka bench. Kwa hiyo akaona wamtumie mchezaji ambaye alikuwa tayari kutumika kwa muda ule, alafu akamwacha Hakimi aende kwenye club zingine ambazo zitamsaidia kuwa taratibu. Nadhani ni kwa sababu tunaspendi kama Hussein mzee. Hakimi alivyotoka Dortmund, yani mimi kilikuwa nianza naye mapenzi na Hakimi tangu wakati yuko Dortmund. Yani naweza kusema Hakimi ni the best attacking wing back. Kiachana na Dani Alves, yani jamaa ana attacking minded nzuri sana, yani ana attack vizuri sana wakati defender. Na wakati huo pia ana defend na to defend kwa. Yani mchezaji fulani balance. Unajua mimi nakubaliana na wote na mimi ni miongoni mwa watu ambao wanavutiwa na uwezo wa Achraf. Lakini kusema kwamba kwa kipindi kile ilikuwa ni upendeleo, lakini sio uwezo pale kwamba mimi point yako ya kwamba Hakimi alifika Madrid wakati Carvajal yuko kwenye peak. To me hapo nakubaliana kabisa na wewe. Yani on that point nakubaliana. However, kwa kipindi kile pia of course hakuna kocha ambaye timu ya Madrid ilikuwa too perfect to change anything. Lakini kama ile timu ingekuwa na kocha who was actually bold enough to change anything without worrying could destabilize the team, angeweza kumtoa Carvajal. Lakini pia kama fullback wa Madrid asingekuwa Spain, let's say in this case tuchukue fullback wa Madrid at that point angekuwa Trippier kwa mfano. Tuchukue Trippier. Kama fullback wa Madrid kwa Trippier asingekuwa Spain, kwa sababu pia kipindi kile Trippier was top of his game. Kama fullback wa Madrid angekuwa Trippier and Hakimi shows up, Hakimi would have taken that number. Shida ya Madrid ni hiyo kwamba so Madrid too, teams are Spain. Usually kama kuna wachezaji wawili wako on par, they would always go na Spanish kuliko mgeni. For me, kwa sababu kama kusingekuwa na hiyo gap, wasingemsajili Hakimi to begin with. Mimi bado nakataa, lakini niwarudishe kwenye swali kwamba wewe ni best African footballer. Kwa Carvajal kidogo tatusamehe. Aondoke kidogo, lakini pia ushauri mwingine wa Hakimi kesharudi kwa timu yake. Kusaidia sana kama ana huyu. Did you know? Shout out Hakimi na mama yake, na sio? Nafikiri kwa hapo wote tuko pamoja. Na darasa analolitoa naona wenzake wamelichukua sana hapa katikati. Na duniani kiujumla umeona hata Ngolo pia amelitumia duniani kiujumla. Sasa na tafeta side nyingine. Zunguka hivi inakuja. Na wewe tena hapo. Shamaliza kabisa huko. Tulete. Inabidi tumalize hizi zote. Una nani? If you were managing your football team, what would you name the club and why? Hapa ndio bosi anasikiliza. Ibende. Vivunde ni jasho. Bombi na jasho. Ndio Mungu ndo jina. Alafu wewe ndo kapteni. As captain anaanza kwa kivumbi na jasho. Assistant captain, okay. The sorry strategy. Nimezoea kucheza mpira lakini hapa sorry bro sana very kwa sababu kozi tunazingatia viwango na nikiangalia hata uchezaji wetu pia, yani kiukweli ni watu fulani naweza kusema tunatumia akili nyingi. Kwa hiyo ni timu ambayo timu nyingine anapenda kuchukua ndoa. Hii ni timu ambayo tunacheza wenyewe kwa na appreciate sana wachezaji wa Yas kwa sababu
tunacheza wenyewe na tunatusaidia pia. Tunachokiamini kwenye timu yetu ni vile ambavyo tunatekeleza mipango yetu kutokana tuliokuwepo. Yani hatuogopi wapinzani. Unaweza kukuta wapinzani wamenyoka wembamba nini, lakini sisi kwa sababu tuna viwango, tunatumia strategies kama tunafanya kazi na apply kwenye timu yetu pia. Yani na goal ni lile ushindi. Ni ushindi. So ni before yani wewe na timu mnahitaji. No. Viwango si Lakini nikisema nipe jina tofauti ndipo viwango FC, kwa sababu yani tunatumia akili nyingi sana kutengeneza, tunakuwa very strategic kwenye na CBF kwenye hiyo inaisha. Mimi niko na captain na mashindano yetu ya mwisho umangi tumechukua kombe. Kuna kombe leko huko ndio shout out to Yasir. Mimi yote ilitokea humu ndani. Hatuna mambo Kwa kwenye maeneo yote mmezingatia vizuri sana. Watu viwango. Sasa pia naweza Comment hapo kama timu yako inahitaji mechi. Comment hapo kama uko tayari jamii. Sisi tuna mamlaka kimana nani. Sio kujali, yani kama ukiangalia mashindano yaliyopita ya mwisho, timu zilichukua mamluki kibao, sisi tulicheza wenyewe. Nyie ndo mamluki. Nyie ndo staff, nyie ndo mamluki. Sawa. 5G, CC, 4G, CC, 3G, CC, whatever zote yani kwa kweli viwango FC nadhani ingetu hilo limepita mguu. Hilo limepita kabisa, hatuna mashaka. Usichungulie. Watu wa Arsenal hawana imani kabisa. Kama nini? Janja sana. kama kuna zao. Who is the greatest football manager today? Sawa. So I could go with all the easy options ambazo ni rahisi mno kuzitetea. Lakini we'll take a very very controversial one kwa sababu I don't think kama watu wengi wanafikiri kwamba this guy is the greatest football manager today. Lakini kama I have to live with any football manager sivui, sema tu Carrick. Sema Carrick, usijali. Episode ijayo itakuwa Carrick. Leo ngoja tuanze na bwana Jose Mourinho. So if kibidi ni Jose Mourinho today. Ndio maana nimesema kwamba it will be a very controversial especially for now, na ni kwa sababu niko na kama nikitakiwa nitembee na CV ya kocha yoyote wa mpira, nitachagua CV ya Jose Mourinho. Kwa sababu ni mara nyingi sana na ni sehemu nyingi sana ambazo ameweza kunyamazisha watu ambao wananyanyua hizo red flags, na atafanya hivyo na Madrid. Naomba linyanyue sana kuhakikisha kwamba ile nyanyuka. Unasema today au hapo mpige today? Not today. I know this could easily be my answer to the greatest of all time. Lakini hata today yuko active. So nikitakiwa kabisa kukaa na CV ya kocha yeyote, nikaitafutia kazi wewe duniani, nikatembea na CV ya Mourinho mpaka leo. So, including the times ambazo they still looks like a failure. And at Sarai Benfica I know wasn't good, but Porto in the beginning that was hizo ndo miujiza yenyewe. Sasa Porto na Chelsea, so nianze mimi kubisha, watu wanasema Arteta Of course, bado teknia. Miaka 9 kombe moja. So Zeviti kubisha. Anza kubisha. So mima, obviously the pick would be Pep. Yani kwa maelezo rahisi kabisa, mtu yeyote ambaye ana jina lolote tofauti na Pep na kuwa na wasiwasi. Mara nyingi again ni yale mambo ya assume kwamba mtu hayuko vizuri sana kwa sababu anachokifanya kinaonekana rahisi sana. Lakini mimi my thing with Pep is watu wanamuita checkbook manager, lakini we have seen managers spending a lot of money and do nothing still. Sasa kina Arteta mara zote. Yes, those Arteta ni bingwa mara zote. So mimi the reason nampa Pep ni kwa sababu kila sehemu aliyoenda, to me a sign of a good manager ni mtu ambaye akifika kwenye ligi fulani, after the first and the second season half of the league plays his style. End of. To me hamna namna ambayo mtu yoyote anaweza akaniambia for the best 15 years kumekuwa na a better manager than Pep. Of course kuna winners. Kwa mfano mimi nikichukua CV ya Zizou, japokuwa ka manage misimu 4 au mingapi,
Zizu is amazing, it's been amazing, lakini pia hana enough body of work ya mimi kumtetea. Lakini Pep the way hata anabadilisha wachezaji, ana elevate wachezaji, quality ya wachezaji, ana elevate watu around him. Nitatoa mfano mzuri sana. Arteta ni mtu ambaye kafanya kazi na Pep, he learned his game kwa Pep, lakini nikishamtoa Pep pale sasa hivi kwa managers ambao wako active, I would say Arteta, kwa sababu ndo mtu pekee ambaye ameweza kumbeat Pep kwa kujaribu kucheza kama Pep, akagundua hapa Stoboy, he had to reinvent himself na akambeat Pep right kabla hajaondoka. Lakini my take is the best manager for the past 15 years is Pep. Nisaidie kunyanyua wekundu hapa. Hapana. So kwanza kabisa story ya kwamba Pep ameletaga vitu vipya, hiyo story ni ya uongo mno. Hapana kabisa, kwa sababu mpira ambao anacheza Pep, and of course there always be tricks here and there, lakini mpira ambao anacheza Pep huo mpira umeshachezwa, including inverting fullbacks, kwa sababu inverting fullbacks is like kaleta mpira mpya. Nimesema popote anapoenda watu wanabadilisha how the league plays. Sasa kama mpira ushachezwa 50s, kwa nini tuseme wana Pep? Kwa nini tuseme wanamfuata Kwa nini watu hawakumfuata Wenger wakati anacheza mpira wa pasi at Arsenal? Alivyokuja Pep, the entire league started playing starting from the back, sio anacheza inverting. Nafikiri how effective you are. Mourinho alivyokuwa anashinda kwa kudefend na kupaki basi, karibu kila mtu alikuwa akifika kwenye mtoano, hicho ndio kitu anafanya. So if it's just adapting to a certain style ambapo kocha anafundisha. So you see, mimi my argument is, no man, kwa mfano, if you are doing something, let's say unapika, sawa, let's say unapika, tuashumu unapika maharage. Unapika maharage, tunakula, tunaenjoy. Mimi nikapika maharage nikasema, haya maharage acha niongeze nazi. It doesn't discount the fact kwamba nao sasa hivi maharage yangu ni the best than everybody else just because wewe ulipika maharage kabla yangu. So it's the same concept. Just because style ya TikTok imechezwa before since kina Johan Cruyff, it doesn't mean Pep is not the best at it kwa sababu he perfected it. If anything, the best ones comes from learning from the best and perfect it even better. That is what Pep did. Sasa imagine Mourinho ambaye hajajifunza popote. The funny thing is hata Mourinho ni mwanafunzi wa wale kwa sababu Mourinho alikuwa at Barcelona wakiwa vijana wa Van Gaal. Mourinho na Pep walikuwa vijana wa Van Gaal. Ni kwamba tu ni watoto wa tumbo moja ambao wamechagua njia tofauti, tabia tofauti. Sasa mimi hapa ambaye nakubaliana naye zaidi kabisa ni yule ambaye kajifunza hizo pasi nyingi, kutoka nje ya darasa, kapaki basi kauli na Inter Milan, sawa, kawafunga 3-1 huku, kawapakia basi hapa afunga zaidi. Nafikiri kwa kulifunga hilo, nafikiri kocha ambaye mwenye impact kubwa sana kwenye generation hii ila kuharibia mpira. Kizidi Mpira umepoteza ladha kabisa. Arteta wote ndani ya Ancelotti anapoacha na mchezaji wa Nation Tag. Arteta usimtaje kabisa kwenye kocha. Mwache kwanza akugue. Sasa tumzungumzie, lakini huku ni systems nyingi, yani zile flickers, yani ni virabona vinini tumeshalilipa. Imagine kumfanya mtu mwenye talent kufollow system yako and make them winners anyway. Unajua angekaa na Guardiola misimu mitatu asingekuwa ucheki ambaye tunamwona Grealish huyu hapa. Lakini ukiangalia Man City, Ryan Check anakuwa uhuru wa kuonyesha their ability. angekana misimu mitatu. Yeye angemfanya Messi. Kama leo bado ana dribble, anafanya anachojisikia for the past 3 seasons. So I think they're all good coaches. Even if it's a preference there. But in Russia we're so nuts. For the past 15 years ukimtoa Don Carlo Ancelotti, I think Mourinho na Pep wamekuwa tu ni watu wenye impact kubwa kwenye football. So, Pep zaidi on the list. Next. Okay. You are building your dream team. Which 3 players are your first picks? Defender wawili, fielders wawili, striker mmoja au mfumo kila mtu atajiamulia. Sawa, naanza mbele. Tachezesha mimi 5 picks side yangu takuwa goalkeeper Casillas. Ni zaba makipa.
Mimi yangu itafungwa nyingi. Messi defender ndo team, lakini Ramos mbele sasa tamweka Messi and striker wangu atakuwa the real Ronaldo. So mimi hapa na beki mmoja Nemanja Vidic, alafu na midfielders wawili ambao watakuwa ni Zinedine Zidane na Paul Scholes, alafu mbele na Wayne Rooney na Cristiano Ronaldo. Timu yako haina goalkeeper? Hapana. Umeamua Siwezi kuwa na 5 aside na hiyo. Kafunga nyingi. Siwezi kuwa 5 aside na goalkeeper. Timu yake haina lakini bora zaidi kwa kucheza mpira Lionel Messi. Hii timu ina Nemanja Vidic hapa nyuma, anaweza kufanya kila kitu cha kudefend. Sina mashaka kabisa. Na ndo defender. Mimi timu yangu unaanza na Casillas. Casillas ni goalkeeper mzuri sana, nilikuwa namkubali sana. Mimi nilikuwa mshabiki wa Barcelona kwa La Liga, lakini nilikuwa namkubali sana Casillas. Yaani reflex zake, yaani yuko ni kipa mzuri sana kwa mimi. Japokuwa Buffon pia alikuwa namba 2, lakini namba 1 ni Casillas. Ramos ni beki mzuri pia, ni defender mzuri sana, top notch. Yaani nadhani ndo the best defender so far by far. Yaani yeah. Namba niongeze. Kama una Ramos mimi sio fan wa Ramos give, lakini na nipi kwa sababu ya ile ability yake. Ramos came from fullback to center back and perform. Hiyo ni movement ya kawaida kabisa. Hapana, ile sana Casillas, Ramos kuja midfielder. Mimi napenda work rate ya Modric. Modric angekaa pale katikati kwangu kwenye timu yangu. Kuna mapenzi na Casemiro, lakini kwa hii timu ndogo namweka Modric kwa sababu ya work rate na nini. Uko hapo ngapi hapo? 3 bado 2. Kwa sababu hii pia ni na Messi na Ronaldo wazidi wangu na watia. Messi na Ronaldo yo. Hatari hiyo. Okay. Umemaliza si? Kwa Casillas, Ramos, Modric, Messi. Messi kwa Casillas na Tomis. That's interesting. No goal. Mimi goalkeeper nitaenda na Peter Cech. Yes. Kwa sababu to me kumaliza Premier League season umeconcede 15 goals. Now that's Mourinho for you. Okay, so niko na Peter Cech jamani. Tusiende kwa goalkeeper Peter Cech for me. Yeah. Defender, in my early days watching football, I watched Cannavaro. So for me, I'll go with Cannavaro. In my recent generation, the only defender to win a Ballon d'Or. Yeah. Cannavaro for me. Midfielder nitaenda na watu wawili. Nitaenda na this pick is crazy. But yeah, liwalo na liwe kwa nini? Nitaenda na Lassana Diarra. Sasa hii kwa watu wa Genius nadhani hatutoelewana sana. Mimi lakini nimeelewa. Nitaenda na Lassana Diarra. That's number 1. Nitaenda na Lionel Messi kwenye midfield. That will be my number 10. A striker position, Jesus Christ. Nitaenda na the original Ronaldo. Ronaldo de Lima. Ronaldo de Lima. R9. 9. Phenomenal. Yes. Brother. Mimi za Diongo tatana toka anacheza mpira. Ipa 10 yes. Genius. Goalkeeper? Ederson. Hana kubwa sana ya kuchambua watu. Hana kubwa sana ya kuchambua. Sasa labda kwa kwenye ni zitamile kidogo. Hakuna kipa ndani ninajua ndani cheza na miguu. Anapigia sawa, twende Ederson goalkeeper. beki ataka Maldini. Beki Maldini. Unataka YouTube. YouTube. Hii sasa YouTube question na Estro
Okay, Luka Modric, dipenda na Ronaldinho, Gaucho, alafu striker Cristiano, goal scorer of all time. Yani waliochagua wengine sio wameangalia kwa statistics ngani, lakini kwa mara ya kwanza Ronaldo anatajwa. Ngoja host, kuna kitu napenda kurekebisha. Unajua wakati namtaja Diarra nilikuwa namwaza Makelele. yani kichwa changu kilikuwa na makelele, lakini jina likatoka Diarra. So na production naomba kwenye wameanza kuingiza sub. Mchezaji wa 6 wewe ameanza kuweka sub na role ya number 6. Ile ilikuwa iliitwa makelele. Kelele role. Yeah. Yes. Mimi pasimalizia, goalkeeper wangu atakuwa Manuel Neuer, center back wangu Cannavaro, katikati ya uwanja Zinedine Zidane. Wachezaji wangapi wanashata? Lionel Messi, alafu juu nitamalizia na mfungaji bora kuwahi kutokea kwenye historia ya football, Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo 5 aside yao. So for sure na timu zingine production watatuwekea hapo tuone nani bingwa. Kwa hiyo si wataamuza hiyo kenda Jack 5 aside, so wanazima 5 aside na vigoli vidogo, maana tunabushe 5 aside vigoli vidogo, ndio maana hatuhitaji kick. Ndio goalkeeper. Tucheze mpira. Mimi nitafungwa sema kwa sababu watu wengi wacheza mpira. Huyu mwenye goalkeeper hana. Eti bidii ndo akae kwenye goal. Ndio muache mimi na nataka shule. Tuendelea sio? Tuendelea. Who will finish as the top scorer in 2026? Nafikiri pia ni tunarudi kwenye World Cup. Would be no World Cup or not World Cup? Not World Cup. The question is who will finish top scorer in 2026? Au disema World Cup. Tell me of course. No. So it's about football. Mimi nataja kuna finali nani zao. Basi wewe taja wa kwanza. Taja wa kwanza hapo tuendelee na wewe. jambo ni muhimu. Kwanza hii ni karata yangu. Ndio hapo ndo unaamua. Utapua against au utakuwa na mimi? Kataa Sawa. Kwangu mimi nafikiri top scorer wa World Cup hii atakuwa ni Lionel Messi. Nimewaangalia Argentina. Naomba wekundu. Okay, sasa msaidia na sasa hivi. Tuko kwa niaba ya Messi fanboy. Sawa. Kwanza naamini Argentina atafika mbali sana. Na kila nikiwaangalia Argentina naona ni timu ambayo inamzunguka Lionel Messi. Sio kama Ronaldo kwamba yeye atengenezewe zaidi, lakini anajaribu kupika vitu vingi, lakini and the time yeye ndo huwa ambaye anafika kwenye matukio mara kwa mara amefunga. Nafikiri kwenye hizi mechi mbili ambazo Argentina wamecheza, Argentina wamefunga magoli 4, sio? 5. Na yose kafunga Lionel Messi. Kwa nafikiri ataendelea na run ya namna hiyo. Kama mechi mbili amefika tayari magoli 5, na top scorer wa edition iliyopita alikuwa na magoli 7. Alikuwa ni Mbappe. Kylian Mbappe. 7. Msimu huu Messi tayari amefunga magoli 5 kwenye mechi mbili. Kwa nafikiri Messi ataendelea kufunga, Argentina itaenda mbali na top scorer wangu atakuwa Lionel Messi. Yeye kuliwaga kwa nini sana pia wale wapinzani wa Munzani. Nani? Angaliaga njia ambazo anapita Messi kufunga. Kwa maana katapa Messi. Timu zote alizokutana nazo sio as strong ambazo anakutana nazo friend. Zote vile. Last hiyo World Cup iliyopita Mbappe alikuwa na 8, Messi ana sana. Sawa, na tuangalie amefunga timu gani. Mimi I go with Mbappe. Kwanza. Yeah. Kwa sababu kwa Lient alafu yani okay, Ronaldo ni Mr. UF, lakini ukienda agree mpaka sasa hivi Mbappe is Mr. World Cup. Kwa sababu ile World Cup ni ya kwake. Sasa hivi ukiwaza World Cup ni Mbappe. Na timu ambazo amezifunga ni timu ambazo sio za kitoto. Ulinganisha na Messi. Na nahisi Mbappe mwaka huu atakuwa bado top scorer. Killer. So malizia kwanza afu mimi nitapa support ya Mbappe. Mimi kidogo sana nitakuwa left. So nikiwaza, yani nawaza
the top 2 scorers wanaweza wakatoka kwenye timu ya Ufaransa, lakini hatakuwa Mbappe. My crazy instincts zinaniambia atakuwa Dembele, and that's for 2 reasons. Namba 1, timu nyingi sana zinajua the only outlet ni Kylian Mbappe. So timu nyingi sasa hivi tunakoenda, mpira utakuwa very tactical, watu watakuwa wanakaa in blocks. So mechi nyingi zitachezwa in low blocks. Tutapata mechi chache sana ambazo zinafunguka going all attack. Na Mbappe haperform vizuri sana kwenye mechi ambazo team zinacheza low blocks. Norway waliweka watu wawili wanamtrack Mbappe across all the pitch. So he had to drop deep, acheze kama playmaker, and that is where the rest of the team started play. That is one reason ambao nahisi Mbappe hatakuwa na magoli mengi kama ambavyo watu wengine wanaweza wakadhania, ni kwa sababu itakuwa ni mwendo wa kumkamia Mbappe kwa sababu but my pick would be Dembele kama top scorer. Kama top scorer wangu. Yes, only if hatakuwa injured of course. Dembele ni mtu wa kujiamlia mambo. He comes clutch. He shows up when no one expect him to show up. Dembele anaweza akaingia katikati, ana shoot na miguu yote. He is lethal. Muda wote ambapo Mbappe akikabwa sana, Dembele will show up. And the only player ambaye ana uwezo wa kumchezesha Mbappe to his best attributes ni Olise. Lakini Dembele ni mtu ambaye anaweza akapewa mpira akiwa kwenye wing, akadribble akaingia katikati na akashuti mwenyewe. So mimi for that I am very, now my eyes are locked in kwa Dembele, especially considering the fact kwamba kwenye timu ya Ufaransa Mbappe muda mwingi sasa ataoperate kama a distraction and the rest of the guys will do the magic. So mimi hapa niposema kwa nini bado I still and again you're very light kwenye point yako ya mwisho, lakini nitakwambia kwa nini I still feel Mbappe actually atakuwa top scorer. Nitakupa a very very crazy prediction, alafu tutarudi kwenye hii episode wakati michuano inaisha. So nafikiri kwamba that's exactly what will happen with France. Watakuwa wanakabwa tactically sana, lakini I still have a feel watu wawili wanaomzunguka Mbappe pembeni watakuwa na very limited minutes compare na Mbappe. I think tunakoenda Dembele na Olise wataanza sana kutolewa Focheki, Bakola, depending on how mechi imeenda. And I don't think kama Deschamps atakuwa anamtoa Mbappe. So for that, and I also think Mbappe is actually very clutch. That's a valid point. Tena especially kwenye World Cup and when like France are dead, Mbappe ni one of those ambao wanafufua. So my prediction is I actually think kwamba Mbappe atalingana na mtu magoli kabisa. Yes. And I hate it but huyo mtu might be Messi. So I think Argentina will have an easy route and will go far. And I think watalingana magoli na Messi. Lakini with that exactly reason umeelezea kwamba kuna some big moments za mechi ambazo Mbappe atakuwa anarudi nyuma na kuassist. Mbappe will actually have more assists na atachukua. Na mimi pia I'll give you a very crazy prediction. Watalingana magoli na Messi. Si fanboy, the reason sijaenda for Messi ni kwa sababu team ya Argentina, the way iko built, it's not a team that would kill a team by 4-5 goals unless hiyo team ni Cape Verde, na ndo ambacho wataenda kupatana nacho. I am sorry but yeah. Hawana outlets nyingi sana za kumaliza games with 4 goals. Lakini you can bank on France from now mpaka finali, kila mechi akashinda at least goli 3 na zinapatikana. That is the only reason I don't think Messi atascore, kwa sababu I think Mbappe from now going forward au Dembele wana more chances za kuwa na game mbili watakazopiga hat-trick kuliko Messi kuwa na another 2 games atakazo score goli mbili. Yani I think wins za Argentina zitakuwa very marginal, yani itakuwa goli moja bila au 2-1. Ufaransa on the other hand wanaweza waka blow all the teams kwa sababu Ufaransa ukiamua kufunguka wanakufunga goli 4, ukiamua kukabia chini watakufunga goli 3, ukibisha vyote watakufunga kwa penalty. Yani it goes like that. This moment is ready kwa Deschamps, kocha wa Ufaransa. Mechi ya kwanza dhidi ya Senegal kidogo Ufaransa walikuwa wanaonekana wanapata tabu. Dembele alikuwa anacheza kama namba 10, Olise pembeni, Zerdue pembeni, kila Mbappe pembeni. Timu ilikuwa inaonekana high click vizuri, lakini baada ya kufanya tactical switch
ya kumrudisha Dembele kwenye hii, kumweka Olise kama namba 10, timu ikawa inapata flow nzuri na magoli yakaanza kufungwa kwa. Lakini pia inaweza chemistry. I think the biggest issue with France, watu wengi wako wanaogopa kuipa chance France ni kwa sababu ya egos na hizo big players. I think hizo mechi 3 hapa imeprove kwamba they still working as a team pale mbele. Yeah, nafikiri there's a lot about the coach. Tupo sawa hapo, tunaweza tukaendelea. Okay. Atakuchanga. Kuone chan. Twende. What's a sport you play the most people don't know about? Okay, this is actually crazy. How do you play the most? Does pool table qualify as a sport? Yeah. I play pool table a lot. Kwenye simu. Hata I play pool table a lot. I think ni mmoja kati ya watu wachache ambao we even follow the snooker competitions and whatnot. I play pool table a lot. I started playing pool table when I was like, I don't know, 12, I think. So I play pool table a lot. I remember kipindi tuko shule kulikuwa na mashindano, kuna mdhamini alikuwa na sponsor mashindano ya pool table in the country. I used to follow that religiously. So yeah, I play pool table a lot. And the reason, Master kabisa. Yes, the reason I love pool table ni kwa sababu I am a person who uses my brains a lot. Yani, a lot. In pool table, you have to be very precise with what you are doing. You have to be calculated. You have to be precise in every decision you are making. It's not about, watu wengi wanasemaga pool table mnalengalenga tu mipira inaingia, but you need to have the right cue control. Unapocheza shot moja, inabidi ujue weight unayoipiga nayo inaenda kuland wapi, and what will be your next shot and what will be your following shot after that. So I play pool table a lot, and it's one of the sports ambazo if you play for some time, kwa sababu inatumia sana akili, you can actually feel getting tired. Yani your decision making inaanza kuwa off kwa sababu your brain is actually tired from processing what's happening on the table. So yes, I play pool table more than anything else. Nzuri, ofisi za viwango zina pool table, zina pool table. Baada ya hapa tutaanzia pale. Mbona sisi sawa. Says Mungu, which player has the best small celebration in football? Bisho swali. Mimi nabisha tu kwa sababu by nature mimi ni kiumbe mbishi. Basi. Lakini sio, of course it's iconic, lakini mimi ambaye nimekuwa naangalia football for a while, I would say to me the most iconic celebration is the Didier Drogba knee slide. Na ile. To me, the peak of football, the peak of competitive football, the knee slide ya Drogba is everything, especially with the fact that Mourinho pia hit the knee slide in that sense. Of course, kwa sababu wachezaji wengi wanaitumia, wengine wanaikosea, wengine but when Drogba used to do the knee slide, as an Arsenal fan, I used to get pissed a lot, man. That guy would just put 2 goals past you and anafanya a knee slide like 20 meters. To me, that is still very iconic. Of course, sasa hivi I understand why Siu is the biggest thing. Of course, you have social media, you have all these things. Lakini kipindi kile ilikuwa you see a celebration and you're like, yeah, that's a celebration, you know. And I think ile celebration pia haifanyiki sana kwa sababu ya quality ya viwanja Siu, you just jump, you can do it in your living room. He's doing it now. I cannot knee slide here. But to me, no, nadhani ina trend kwa sababu ya all the infrastructure around it, you know, commercialization of Ronaldo, the social media and whatnot. But for me, I think the Didier Drogba knee slide to me is more iconic.
Miaka kabla mjafika huko, amesema peak of football era. The peak of football era was Cristiano versus Messi era. Na the celebration ambayo ilikuwa na trend wakati huo mpaka sasa hivi ni No, actually kipindi kile hata si ilikuwa haijaanza bwana. Sasa no calm down. Hii ilikuwa ni Generation Yas na leo ilikuwa ni special kabisa kwa ajili ya football edition. Na mimi nimefurahi. Kweli Yas ni watu wa viwango. Nyinyi mmebobea kwenye masuala ya mitandao, lakini hata upeo wenu wa football kusema kweli staff size. Hali ya mbuzi wale mbuzi ya ziada. Yes. Nafikiri kwa kumalizia haraka kila mtu anitajie winner wake wa World Cup. Tuanzie hapo. Brazil. England. Argentina. Brazil. Brother. As much as I hate it, I think France I'd do it. France. Yeah, they're gonna do. Brother. uchi wangu ngumu kumtetea, lakini kocha wangu ngumu sana kumtetea, kwani France anachukua. France atachukua. But naomba the record zionyeshe kwamba my heart would really love Argentina to win, but factually and the evidence that I am working with, man, France man, yeah. Shukran, until next time. Thank you.